Na mjambo na karibu katika taarifa zetu za habari za uchambuzi kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya waasi wa Twirwaneho Rebel Tabara wanaoungwa mkono na AFC M23 na pia wanaosaidiwa na jeshi la RDF kutoka huko Rwanda, wakipambana dhidi ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Basi tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari ya uchambuzi kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu katika habari zetu za uchambuzi, tujue nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hii inahusu tamko la mbunge wa kitaifa wa DRC Justin Bitakwira, ambaye ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kusini, baada ya hasa kutokana na kile anachodai kuwa ni kusonga mbele kwa waasi wa Twirwaneho na M23 kuelekea maeneo muhimu ya Baraka na Fizi. Tamko lake lina uzito mkubwa wa kisiasa kwa sababu linatoka kwa mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa kutoka eneo la Uvira na ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kuwa haya ni matamko ya kisiasa na madai ambayo yanahitaji kuthibitishwa kupitia taarifa za kijeshi na vyanzo uhuru. Katika uchambuzi wa kijeshi, Baraka na Fizi si maeneo ya kawaida. Baraka ni miongoni mwa miji mikubwa katika mwambao wa Ziwa Tanganyika ndani ya Kivu Kusini. Ni kituo muhimu cha biashara, ni lango la usafiri kati ya kusini mwa Kivu na Tanganyika. Una muhimu wa kiusalama kwa sababu unadhibiti sehemu ya mwambao wa ziwa. Fizi Centre nayo kwanza ni makao makuu ya wilaya ya Fizi. Kulidhibiti Fizi kuna maanisha kudhibiti mawasiliano ya maeneo mengi ya kusini mwa Kivu, kupata nafasi nzuri ya kuimarisha wanajeshi na vifaa, kupanua ushawishi kuelekea mkoa wa Tanganyika. Ndiyo maana Bitakwira anasitiza kuwa njia hizi zinaelekea Kalemi, mji mkuu wa mkoa wa Tanganyika. Iwapo wasi wanaendelea kuelekea Baraka na Fizi kama inavyodaiwa, wanatafuta kupanua eneo la operation. Kama mnavyojua, katika eneo la Minembwe, Uvira, Mwenga, mapigano yanakuwa yakijitokeza mara kwa mara. Kusogea kuelekea Baraka na Fizi kunaonyesha uwezekano wa kufungua uwanja mpya wa mapambano. Sasa hapa jeshi la serikali la FARDC linaweza kulazimika kutuma vikosi zaidi kusini mwa Kivu, kuimarisha ulinzi wa Baraka, kulinda njia za kuelekea Kalemi. Hii inaweza kulazimisha jeshi kugawa nguvu zake katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Justin Bitakwira amesema kwamba tulikuwa tumerejesha robo tatu ya Minembwe. Kauli hii ina maana mbili muhimu. Kwanza, anakiri kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ilikuwa imepata mafanikio ya kijeshi katika eneo hilo. Pili, anaonyesha kwamba mafanikio hayo yanaweza kuwa yanatoweka kutokana na mashinikizo mapya kutoka kwa waasi. Kwa lugha nyingine, anaonya kuwa maeneo yaliokuwa yamerudishwa chini ya serikali yanaweza kupotezwa tena. Pia swala la drone kutoka Rwanda, moja ya sehemu nyeti zaidi katika taarifa yake ni madai kwamba drone zinatoka Rwanda. Hapa kuna mambo mawili ya kuzingatia. Kijeshi, drone inatumika kwa upelelezi, kutambua nafasi za adui, kuelekeza mashambulizi, kukusanya taarifa za muda halisi. Ikiwa kweli zinatumika, zinaweza kuongeza uwezo wa operation za waasi. Lakini ni kweli zinatumika, inaonekana drone tofauti zinatoka huko Rwanda kuja kusaidia waasi kufanya operation zao za kijeshi dhidi ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ni FARDC na washirika wake ambao ni wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Kisiasa, kutaja Rwanda kunaongeza mvutano wa kidiplomasia. Kwa miaka mingi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa AFC M23, lakini Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai hayo. Kwa hiyo kauli ya Bitakwira si ya kijeshi tu bali pia ni ya kisiasa na kidiplomasia. Sasa hapa tujiulize swali, kwa nini Justin Bitakwira amtaja waziri wa ulinzi mkuu wa majeshi? Bitakwira amesema kuwa mahali pa waziri wa ulinzi na mkuu wa majeshi ni mstari mbele, yani kufront. Kauli hii inaonyesha mambo kadhaa: kutokuwa na imani, anaonekana kutoridhishwa na namna operesheni za kijeshi zinavyoendeshwa. Moja, shinikizo kwa serikali, anataka viongozi wa kijeshi
waonyeshe uwepo wao katika maeneo ya mapigano. Ni ujumbe gani ambao Justin Bitakwira ametoa kwa wananchi? Anajaribu kuonyesha kwamba hali ni mbaya kiasi cha kuhitaji hatua za haraka kutoka ngazi za juu kabisa za kijeshi. Hii inaonyesha kwamba Justin Bitakwira hajaridhishwa kabisa na jinsi operations za kijeshi za FARDC zinavyoendeshwa. Pia Justin Bitakwira ameongelea ushirikiano wa ndani, na hiki ndicho kipengele kizito zaidi kisiasa. Bitakwira amesema kuwa kuna mashaka ya ushirikiano ambayo yanapaswa kuchunguzwa. Kwa lugha ya kisiasa anamaanisha kuwa kuna uwezekano wa watu wa ndani ya mfumo ya usalama kusaidia adui. Kuna uwezekano wa uvujaji wa taarifa za kijeshi, na kuna uwezekano wa uzembe au usaliti katika baadhi ya operation. Hata hivyo, hadi sasa haya ni mashaka na si ushahidi uliothibitishwa. Naye pia anashakia, na sio habari za ukweli, na anashakia kuwa ndani ya jeshi la FARDC kuna usaliti au kuna uvujaji wa baadhi ya taarifa kutoka kwa jeshi la FARDC kuelekea kwa ngambo za adui ambao ni waasi wa AFC M23 na waasi wa Twirwaneho wanaoshirikiana kwa umoja. Sasa ikiwa Baraka na Fizi zitakuwa chini ya shinikizo kubwa, provinsi ya Tanganyika au mkoa wa Tanganyika unaweza kuathirika moja kwa moja. Hii inaweza kusababisha kuongezeka kwa wakimbizi, kuvurugika kwa biashara kupitia ziwa Tanganyika, kuongezeka kwa hofu katika eneo la Kalemi, kupanuka kwa eneo la mgogoro kutoka Kivu Kusini hadi Tanganyika. Hii ndio sababu Bitakwira ametaja Kalemi katika tamko lake. Kwa kumalizia, tamko la Justin Bitakwira ni onyo kali kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kile anachokiona kama kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo la Kivu Kusini. Hoja zake kuu ni kwamba waasi wa Twirwaneho na M23 wanakaribia maeneo muhimu ya Baraka na Fizi, kwamba mafanikio yaliyokuwa yamepatikana Minembwe yako hatarini, na kwamba serikali inapaswa kuchukua hatua za haraka zaidi. Kisiasa, kauli zake zinaonyesha ongezeko la shinikizo dhidi ya viongozi wa kijeshi na serikali ya Kinshasa. Kijeshi, ikiwa madai haya yatathibitishwa, yanaweza kuashiria hatua mpya za kivita inayoweza kuathiri sio tu Kivu Kusini bali pia mkoa wa Tanganyika na usalama wa ukanda mzima wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante. Na tuendelee na habari za uchambuzi kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini, katika eneo hilo la nyanda za juu za Fizi na Uvira. Karibu katika habari zetu za uchambuzi ili tujue nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini. Habari hii inadai kuwa kuna harakati kubwa za wanajeshi katika eneo la Uvira, zikihusisha vikosi vinavyokadiriwa kuwa na ukubwa wa batalioni 4, yani 4 bataillon. Kikosi hicho kinadaiwa kuwa ni muungano kati ya jeshi la Rwanda RDF na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kikosi hicho kilionekana katika kijiji cha Ruduga tarehe 9 mwezi wa 7 jioni, yani siku ya jana, kinaelekea Minembwe katika nyanda za juu za Uvira na Mwenga. Lengo linadaiwa ni kusaidia moja kwa moja kundi la waasi wa Twirwaneho. Raia vijana wanadaiwa kulazimishwa kubeba vifaa vya kijeshi kuelekea Musongyo, Mikenge na Minembwe. Harakati hizi zinaweza kubadilisha mizani ya nguvu za kijeshi dhidi ya FARDC na washirika wao ambao ni wazalendo. Minembwe ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati katika Kivu Kusini kwa sababu lipo katika nyanda za juu zinazorahisisha uangalizi wa maeneo makubwa ya jirani. Ni njia muhimu inayounganisha maeneo ya Fizi, Uvira na Mwenga, lakini vile limekuwa kitovu cha migogoro ya makundi mbalimbali yenye silaha kwa miaka mingi sasa. Iwapo kweli kuna ongezeko la vikosi kuelekea Minembwe, hatua hiyo inaweza kuwa na lengo la kuimarisha udhibiti wao katika eneo hilo, kulinda njia za usafirishaji wa vifaa, kuandaa operation mpya dhidi ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wake ambao ni wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama wazalendo. Habari inaonyesha wasiwasi kwamba hatua hiyo inaweza kutishia nafasi za FARDC. Kijeshi, batalioni 4 au 4 batalioni nguvu kubwa ikiwa zina vifaa vya kutosha na msaada wa kilojistiki. Endapo taarifa hizi ni sahihi, FARDC inaweza kulazimika kuongeza wanajeshi katika ukanda huo
pia inaweza kuongeza operation za ulinzi katika eneo la Mukera na Fizi. Jeshi linaweza pia kulazimika kugawanya nguvu zake katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Hii inaweza kuongeza changamoto za kioperation kwa jeshi la serikali. Twirwaneho ni moja makundi yenye silaha yanayofanya shughuli katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Iwapo msaada unaodaiwa kutolewa kwa kundi hilo, uwezo wake wa kijeshi unaweza kuongezeka, migogoro ya ndani kati ya makundi ya kijamii na kikabila inaweza kuongezeka, hali ya usalama katika Minembwe inaweza kuwa mbaya zaidi. Hata hivyo, madai haya yanahitaji uthibitisho wa ziada kutoka kwa vyanzo uhuru. Sehemu muhimu zaidi ya habari hii ni madai kwamba vijana wa kiraia wanalazimishwa kubeba mizigo ya kijeshi. Iwapo madai hayo yatakuwa ya ukweli, haki za kibinadamu zinaweza kuwa katika hatari. Raia wanageuzwa sehemu ya shughuli za kijeshi bila hiari yao. Kuna uwezekano wa kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani. Shughuli za kiuchumi na kilimo zinaweza kusimama au kuzorota. Kwa kawaida, maeneo yanayokumbwa na harakati kubwa ya kijeshi hupata athari kubwa za kibinadamu kuliko jeshi pekee. Madai ya ushiriki wa jeshi la Rwanda yana uzito mkubwa wa kisiasa. Kwanza, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa AFC M23, lakini Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo mara kwa mara. Mashirika ya kimataifa yamekuwa yakifuatilia kwa karibu uhusiano kati ya pande hizo mbili. Ikiwa madai haya yatathibitishwa, yanaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Kigali na Kinshasa, kuathiri juhudi za amani za kikanda, kusababisha ushinikizo zaidi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Kwa ujumla, habari hii inaonyesha uwezekano wa mabadiliko muhimu ya kijeshi katika nyanda za juu za Uvira, Mwenga na Minembwe. Ikiwa madai haya yaliyotolewa ni sahihi na ni za ukweli, yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa usalama wa eneo, kuongeza shinikizo kwa FARDC, kuimarisha makundi yenye silaha na kuongeza mateso kwa raia. Hata hivyo, kwa kuwa taarifa zinatokana na vyanzo vya ndani na madai ambayo hayajathibitishwa rasmi, ni muhimu kusubiri uthibitisho kutoka kwa FARDC, mamlaka za DRC, waangalizi huru au mashirika ya kimataifa kabla kufikia hitimisho wa mwisho. Baada ya kusikiliza habari zetu za uchambuzi kutoka Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha na kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuelekee Mashariki ya Kati sasa, ambapo Marekani na Iran wameendeleza makabiliano makali kwa usiku wa pili, huku Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Iran ikilaani mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya kiraia na kutaja hatua hiyo kama makosa ya jinai katika vita. Jeshi la Marekani limesema kwamba limetekeleza mashambulizi yaliyolenga maeneo 90 ya kijeshi ndani ya Iran. Kwa upande wake, Iran imeripoti milipuko iliyoshuhudiwa katika maeneo kadhaa ya pwani, huku serikali ya Iran ikisimamisha shughuli za usafiri kwenye reli inayounganisha miji ya Tehran na Mashhad, ambapo kiongozi mkuu aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei anazikwa hii leo. Wizara ya Afya ya Iran imesema kwamba watu 14 wameuawa katika makabiliano ya siku 2 zilizopita. Katika hatua ya kujibu mashambulizi ya Marekani, Iran imetekeleza mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya Marekani iliyopo katika mataifa ya Kuwait, Bahrain na pia Katari. Rais Trump ameonya kuwa mashambulizi makubwa na makali zaidi dhidi ya Iran huenda yakazidishwa baada ya kutangaza kwamba makubaliano ya kusitisha vita kati ya Washington na Tehran yamekwisha kutokana na hatua ya Iran kushambulia meli za kibiashara kwenye mlango bahari wa Hormuz. Tuliwashambulia kwa uzito mkubwa, wakipiga mara moja tunapiga mara 20, na tulifanya hivyo usiku wa jana. Walifanya jaribio dogo leo, lakini ilikuwa tu kujifuta machozi kutokana na kile tulichokifanya jana usiku. Walishambulia maboti 3 na sio 2, na walipotekeleza mashambulizi hayo, sisi tuliwajibu vikali zaidi. Hiyo ni mbinu nyingine ya kukabiliana nao. Tuna njia nyingi za kushinda vita hivi na tayari tumeshinda kijeshi. Kwa sasa wao wana kidogo sana kilichosalia, kidogo kabisa, na wana hamu kubwa ya kufanya makubaliano. Walinipigia muda mfupi uliopita wakisema kwamba wako tayari kufanya makubaliano mapya, lakini sina uhakika ikiwa ni watu tunaostahili kufanya maafikiano nao. Sijui ikiwa watatekeleza makubaliano hayo. Hilo ndilo tatizo. Mkuu wa Iran Mohammad Bagher Ghalibaf amesema kwamba, na hapa namnukuu, Marekani bado haijajifunza kwamba udhalilishaji na kuvunja ahadi si mambo yasiyokuwa na gharama.
Anaendelea kusema kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wamiliki wa meli za kusafirisha mizigo Intertanko, tangu vita kurejelewa, usafiri kwenye mlango bahari wa Hormuz umetatizwa, huku idadi ya meli zinazopita huko ikipungua. Idadi hiyo ilikuwa tayari imeshuka hadi meli 30 kwa siku kabla ya makabiliano kurejelewa, na wiki jana takriban meli 70 zilikuwa zinapita kwenye mlango huo, ikilinganishwa na zaidi ya meli 130 zilizopita hapo kila siku kabla ya vita kuzuka mapema mwaka huu. Jana Jumatano, shirika la usafiri wa bahari la Umoja wa Mataifa lilisema kwamba zaidi ya mabaharia 6,000 bado wamekwama kwenye meli zao ambazo zimeshindwa kupita kwenye mlango huo wa bahari. Na huku vita vikizidi kuendelea, uwezekano wa makubaliano ya amani ya kudumu kati ya Iran na Marekani unadidimia. Leo ni siku ya mwisho ya matukio maalum yaliyoandaliwa ya maombolezo ya umma kwa ajili ya hayati kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Matukio yaliyodumu kwa siku 6 katika miji 5 nchini Iran pamoja na nchi jirani ya Iraq. Umati mkubwa wa watu umepanga foleni kando ya barabara katika jiji la Mashhad, ambapo mwili wake unatarajiwa kuzikwa baadaye hii leo. Hapo awali, ndege za kivita za jeshi la anga la Iran zilisindikiza ndege iliyobeba miili hiyo ya kiongozi wa Iran aliyeuawa na wanafamilia wake waliofariki katika tukio hilo hilo. Khamenei atazikwa katika eneo takatifu zaidi la nchi hiyo huko Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran. Na wakati Iran ikimpa mkono wa buriani kiongozi wao baada ya miezi kadhaa, wengi wanauliza, je, sheria za dini ya Kiislamu zimefuatwa katika mazishi hayo? Sasa Uislamu una mtazamo maalum kuhusu utakatifu wa maiti. Dini hii inazingatia mazishi ya haraka kuwa sehemu ya utakatifu huo. Katika madhehebu ya Washia ambao wengi ndio wakazi wa Iran, wanazuoni wanapendekeza mwili kuharakishwa kuzikwa kama stara, ili kukitokea jambo maalum, mazishi yanaweza kucheleweshwa. Tuanzie visiwani Zanzibar, ambapo hatua mpya ya maridhiano ya kisiasa imepigwa hii leo baada ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo kutia saini tamko la pamoja na ajenda za kuchukuliwa hatua, makubaliano yanayolenga kuimarisha umoja wa kitaifa na kufungua njia kuelekea serikali ya umoja wa kitaifa. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure anaripoti. Makubaliano haya kati ya viongozi wa CCM na ACT Wazalendo yanaelezwa kuwa hatua muhimu katika kutafuta suluhu ya kudumu ya tofauti za kisiasa visiwani humo. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema makubaliano haya yanaonyesha dhamira ya viongozi wa Zanzibar ya kuweka mbele maslahi ya wananchi na kuimarisha amani na utulivu. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Rais Mwinyi pia ametoa wito kwa viongozi wa dini, vyama vya siasa na wananchi kuendelea kuunga mkono mchakato huo. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano haya yanafungua ukurasa mpya kwa Wazanzibari. Maridhiano si udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Upande wake, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amesema hatua hiyo haipaswi kuonekana kama suluhu ya kisiasa kwa vyama pekee, bali kama mchakato wenye manufaa mapana kwa Zanzibar. Kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa, hasa katika chaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Hatua ya leo inaashiria ukurasa mpya katika siasa za Zanzibar, huku macho ya wengi yakielekezwa kwenye utekelezaji na makubaliano hayo na mustakabali wa umoja wa kisiasa visiwani humo. Sasa swali ni, haya yote yanamaanisha nini? Ili kupata jibu, tuungane na mchambuzi Dr. Nicodemus Minde, anajiunga nasi kutoka Nairobi. Minde, kwanza wewe binafsi umepokeaje tangazo hili la CCM na ACT Wazalendo kukubali kufanya kazi pamoja? Nadhani nimeipokea kwa njia ya hisia nzuri, kwa kuwa ni mchakato ambao unaonyesha kwamba tunaenda kutatua ama kuondoa ule mkwamo wa kisiasa
Kwa hiyo naona kama ni hatua chanya katika kuleta maridhiano na kukwamua mkwamo wa kisiasa ambao umekuwepo kwa Zanzibar takriban kwa miezi 8 baada ya uchaguzi uliopita wa Oktoba mwaka jana. Naam, kwa mtizamo wako nini huenda kimesababisha vyama hivi viwili kuungana na kuja na serikali ya umoja wa kitaifa? Nadhani kwa kimuktadha hii sio mara ya kwanza kwa majadiliano na mazungumzo kuendelea katika siasa za Zanzibar. Maridhiano haya yanaenda mbali zaidi kuanzia mwaka 1999 na ni njia mojawapo ya kutaka kutatua mkwamo wa kisiasa ambao unatokana na sintofahamu baada ya uchaguzi, lakini pia historia ya mtifuano katika siasa za Zanzibar. Kwa hiyo mchakato huu ni mwendelezo tu wa michakato mingi ambayo imekuwa hapo awali, kuanzia mwafaka wa kwanza, mwafaka wa pili, maridhiano ya mwaka 2010 na hata maridhiano ya mwaka 2020. Kwa hiyo ni hatua nyingine ambayo inaenda katika kutatua mkwamo wa kisiasa ndani ya visiwa vya Zanzibar. Dr. Minde, hatua hii inamaanisha nini kwa siasa za Zanzibar kusonga mbele? Na je, watu watajiuliza tunaweza tukaona muungano ama miungano kama hii Tanzania bara? Nadhani ni hatua nzuri kama nilivyoeleza hapo awali kwamba ni hatua ambayo inataka kuondoa ule mkwamo, lakini pia tufahamu kwamba mchakato kama huu unaenda kuleta kitulizo katika siasa za Zanzibar na kuleta maridhiano miongoni mwa watu, lakini pia kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa ni njia mojawapo ya kutaka kuleta umoja wa kitaifa, na nadhani kama unavyouliza inaweza kuwa ni njia mojawapo katika kutaka kuleta maridhiano sio tu ndani ya Zanzibar bali inaleta njia katika Tanzania bara, na labda mazungumzo ya maridhiano yanaanza kuanza kutokana na kigezo hicho kwamba Zanzibar wameanza kufanya maridhiano. Sasa kama ulivyotaja, si mara ya kwanza kuwa na miungano kama hii, lakini kumekuwa na malalamishi hapa na pale kwa siku zilizopita. Nini kinapaswa kufanywa Dr. Minde ili kuhakikisha mabadiliko ya kweli yanaonekana Zanzibar? Mimi naona ni utashi wa kisiasa na nia madhubuti ya makubaliano na nia ya kutaka kutatua migogoro ambayo imekuwa ikikabili taifa la Zanzibar miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo nadhani njia mojawapo ni katika kutaka kuleta ile nia madhubuti, utashi wa kisiasa, lakini pia tunavyoona kwamba kwa sasa wameenda kuleta chombo ambacho kitakuwa ni cha kuratibu utekelezaji wa mpango huu, na nadhani kama endapo haya makubaliano yatafikiwa kwa kiwango hiko, nadhani basi tunaweza kuona manufaa chanya katika utekelezaji. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi tena kuaminika, vile kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya kesho na saa 11 asubuhi na dakika 14 na 5. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha toshe shukrani zetu za dhati kwa wote mnaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Asante, chao.